Hapo nyuma kidogo nilikuwa nateseka na mentality ya kujifanya mimi ni mwokozi na mkombozi, ambapo nilikuwa nafikiria kwamba mimi ninapaswa ama nina wajibu wa kuweza kubeba majukumu ya kila mmoja ambaye yuko around na mimi au mtu yote ambaye anafahamiana na mimi. Na tatizo lililokuwepo ni kwamba mimi sio mkombozi. Kuna baadhi ya watu hadi hapo sasa hivi tunavyoongea wamebeba msalaba wa kiuchumi wa watu wote wanaozunguka, kwa sababu tu unahisi eti unaweza kuwaokoa watu wote waliokuzunguka. Hii mentality ya kujifanya ni mwokozi ni pale ambapo mtu mwingine akiwa na akili zake timamu, mtu mzima, anaamua kwenda kulewa, anavuta bangi, anavuta masigara mpaka anazimia, alafu wewe moyoni mwako ukaanza kuhisi kama mimi nina wajibu wa kuhakikisha nambadilisha huyu mtu. Hiyo inaitwa savior mentality. Mentality ya kuona kama wewe ndio mkombozi. Kati ya kitu ambacho nilikuja kujifunza nilipokuwa nateseka na hii mentality ni kwamba sio kila mtu anahitaji msaada. Scenario kama hizi nimezishuhudia mara kibao. Kuna mtu ambaye anaona kijana yupo tu, hana chochote, hana lolote, kwa hiyo anaamua kumsaidia, ampeleke sehemu akajifunze hata masuala ya plumbing. Kwa mfano labda ufundi bomba, anamlipia gharama, anaenda kujifunza VETA ama sehemu yoyote ambayo wanaweza kujifunza, ama sehemu ambayo wanatoa experience hiyo, analipia gharama. Sasa anambia okay, chukua hii kozi, ndani ya miezi 3 au 6 au mwaka mmoja utakuwa umeshaweza kumaliza kupata hii kitu, utaweza kujisimamia wewe mwenyewe. Kitu kinachotokea ni kwamba huyu mtu anaweza miezi yake 3 au 6 au mwaka huu mmoja husika, akimaliza pale ana ujuzi, ana kila kitu kinachomwezesha kuweza kufanya kazi. Haendi kuomba kazi. Okay, sawa, umeomba kazi umekosa. Kwa kuwa tayari una ujuzi, ukishakuwa na ujuzi, you don't depend kwenye kazi kuajiliwa. Unaweza kwenda kuomba side gigs. Naomba mimi nikusaidia kufanya 1 to 3, utanilipa percentage au utanilipa kiasi fulani. Kuomba gigs, taratibu za kuweza kuwasaidia watu kwenye jamii ili uweze kujisimamia mwenyewe, uweze kusimama miguu yako. Hafanyi. Unajua ukweli mchungu ni upi? Ukweli mchungu ni kwamba huyo mtu unayemsaidia hayupo tayari kuweza kusimama mwenyewe kwa miguu yake na akajisimamia mwenyewe. Hayuko tayari. Ndio maana sasa nimeandaa platform maalum inaitwa MBH. Huku utakuja kujifunza namna gani ya kuweza kujenga empire yako mwenyewe, namna ya kujijenga wewe, namna ya kujenga biashara yako, namna ya kujenga system zako, namna ya kuoperate wewe kama wewe kwanza, namna gani ya kuweza kusimama in a way ambayo unaweza ukawa imara zaidi ya kuweza kumtoa mtu mwingine kutoka chini kwenda juu. Sio wakati unajijenga wewe ndio wakati unamjenga mwingine. Huku utajifunza mindset sahihi, nini cha kufocus nacho, namna gani ya kuweza kufanya hayo practically. Hii inaweza kuwa umeona hii picture kwa sababu umeona sasa hivi, lakini ni ngumu kuweza kujinasua hapa. So unahitaji msaada wa karibu. Mindset ipi wewe nayo, namna gani ya kuweza kubuild, na namna gani watu wengine walioweza kujenga kampuni, biashara, waliwezaje, walifanyaje mpaka wakaweza kujenga maisha yao, biashara zao, kampuni zao bila kuwa affected na hii savior mindset. Gusa link kwenye bio, kwenye platform yote unayoona video hii, gusa link kwenye bio, then utaweza kujiunga moja kwa moja kwenye platform. Lakini kama upo Instagram, comment neno MBH hapo chini, then nitakutumia link moja kwa moja kwenye DM yako ya kuweza kujiunga moja kwa moja kwenye platform. Platform hii unaweza kujiunga kwa popote Tanzania. Jiunga na platform yetu hii sasa hivi, uache kuhangaika na savior mindset. Comment neno MBH hapo chini na kutumia direct link ya kujiunga kwenye platform hii.